Recap na Mando. Yes bana, mambo vipi, inakuaje? Karibu tena kwenye Recap na Mando. Hili ni siku ya Ijumaa nzuri kabisa, tunakutana kwa ajili ya kupiga stories zetu za kiburudani. Mimi nianzie na wachezaji watatu wa Fulham ambaye ni Calvin Bassey, Samuel Chikwenze pamoja na Iwobi. Ni washikaji watatu ambao wao huwa wanasapoti muziki wa Nigeria kwa 100%. Na timu kama Fulham ambayo iko Premier League, ambayo imekutanisha wachezaji kutoka mataifa tofauti, mataifa mbalimbali. Maana yake ni kwamba kama unaendelea kucheza, alafu ni watu ambao wao ukiwa dressing room wanapenda sana kucheza muziki. Maana yake ni kwamba hata wakiwa mazoezi wanasikiliza sana muziki, wanatembea na speaker zile. So maana yake katika idadi ya wachezaji wa Fulham ambao wapo Fulham, wakicheza nyimbo katika idadi ya wachezaji 30, wao wako watatu. Maana yake wachezaji 27, sio tu wachezaji, mpaka viongozi wengine na watu wengine ambao wako kwenye timu tayari wana uwezo wa kushazam na kuendelea kusambaza nyimbo ya msanii wa Nigeria. Hivyo ndivyo wasanii wa Nigeria wanavyokuwa wakubwa nje, kwa sababu sio tu kupitia muziki, kwa sababu hata watu wao wa ndani wako tayari kusapoti wasanii wao. Chikwenze anakuambia let me play my music, na aliwahi kusikika wakati timu ya Nigeria inacheza AFCON Morocco, wakati wako kwenye basi la timu ya taifa. Mshikaji alikuwa anapenda sana ngoma za Wizkid, anasikiliza sio tu Wizkid, na wasanii wengine wa Nigeria huwa wanasikiliza sana. Hii faida yake ni nini? Faida ni namna ya kuweza kusambaza saundi yao kwa haraka, sio tu kupitia wasanii, pia kupitia watu wengine ambao sio wasanii, ambao wana influence, ambao wana fursa, ambao wanasikilizwa, ambao wanafuatiliwa zaidi mitandaoni. Ndio kitu ambacho wasanii wa Nigeria wamewazidi wasanii wa mataifa mengine. Ndio kitu ambacho watu maarufu wa Nigeria wamewazidi watu maarufu wa mataifa mengine. Wao huwa wanasapoti kitu chao. Ni sehemu ambayo lazima tuwe inspired. Sisi tutafanyaje kuweza kusapoti vya kwetu? Inawezekana sio muziki peke yake, inawezekana kwenye vitu vingine, lakini as long as ni cha kwetu, tunawezaje kukisapoti mbele ili watu wengine waweze kukisikiliza? Hilo ni swali ambalo lazima tujiulize. Na sio hao tu, watu wote ambao wana fursa wa Nigeria huwa wanatumia fursa wakiipata kwenye mataifa mengine kuweza kusambaza saundi zao za kimuziki. Recap na Mando. Chief Godlove kutangaza kuachana na msanii wake ambaye alikuwa anamsimamia, anaitwa Pipi Jojo. Wote tunafahamu Pipi Jojo alipatikanaje mpaka kuanza kufanya kazi na Chief Godlove. Chief Godlove alitoa fursa ya kusaidia msanii na akaenda live TikTok. Pipi Jojo yeye akawa ni msanii ambaye amepata fursa ya kuwasiliana na Chief Godlove, then akaeleza talenti yake au talanta yake, then Chief Godlove akatangaza kumsimamia kimuziki. Wakatoa ngoma, mojawapo ya ngoma ni Chakacha, ambayo ilifanya vizuri sana na ilipokelewa vizuri sana. Na sio ngoma kupokelewa tu, even hata msanii alipokelewa vizuri sana. Mapokezi hayawezi kuja hivi mpaka awepo mtu ambaye ana uwezo wa kuinvest kwa yule msanii, na leo investi alikuwa ni Chief Godlove, akafanya video na even yeye akawepo kwenye video. Ngoma ya pili akawa kwenye collab ya yeye, Country Wiz pamoja na Chidi Benz. Ni moja ya collab kubwa sana kwa msanii kama Pipi Jojo. Not easy kuipata collab ya Chidi Benz na Country Wiz kwenye ngoma moja, na alibahatika kwa sababu yuko na mtu ambaye tayari jamii imeshaanza kumwamini, tayari wasanii wameshaanza kumwamini. Alikuwa ni mdau muhimu sana ambaye tayari amefungua record label inaitwa Chief Loot Music. Hii ni record label yake, na amethibitisha Pipi Jojo alikuwa bado hajasainiwa kwenye lebo yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya umri wake. Bado hajafika kwenye umri wa kuweza kujitambua, kuweza kutafasiri mkataba. Ndio maana hakumsaini. Alisema yeye anamsimamia kama Chief Godlove, sio kama record label ya Chief Loot Music. Amethibitisha ni kweli Pipi Jojo ameondoka. Chief Godlove ameeleza baadhi ya sababu. Miongoni mwa sababu ni kwamba kwanza, Pipi Jojo yuko mbali. Yeye Chief Godlove sasa hivi anaishi Nairobi, Kenya. Pipi Jojo anaishi Tanzania. Inawezekana kwa umri wake, mimi nilivyohisi baada ya kuona hii issue, inawezekana kwa umri wake na zile skendo ambazo zilikuwa zinasambazwa na kina Mwijaku kwamba Chief Godlove
anatembea na Pipi Jojo badala ya kumsaidia. Inawezekana, mimi nikahisi inawezekana wazazi wa yule binti wamepiga limit, kwa sababu of course bado binti mdogo, then life ambalo tayari alishaanza kuliishi ni life ambalo angeweza kuingia tamaa kwa namna yoyote ile. Inawezekana wazazi wake wamemkataza kuwa na ukaribu tena na Chief Godlove, kwa sababu alienda naye Nairobi na video ambazo walikuwa wanaonekana wako wote wanacheza, anafanya nini, watu walianza kuzungumza mengi. Na yule ni binti mzuri, bado mdogo. Chief Godlove ni mwanaume ambaye pia anajitangaza hajaoa na vitu kama hivyo, huenda angeingiwa tamaa. Hivyo ni vinatoka kwangu, sisemi ndio Chief Godlove kazungumza. Mimi baada ya kuona haya yameendelea, nikawaza kwa nini Chief Godlove aache kufanya kazi na huyu binti. Anasema Pipi Jojo amesema atajisimamia yeye. Yeye anasema ameshindwa masharti, na nataka nizungumzie hiki kidogo kuhusu swala la masharti. Baada ya Chief Godlove kusema Pipi Jojo ameshindwa masharti, watu wameenda mbali, wamehisi labda ni masharti ya kiuganga, masharti ya kiilluminati, masharti ya kifreemason, masharti fulani ya meusi, sio masharti yale ya kawaida. Mimi nilichoelewa ni kwamba Pipi Jojo alichoshindwa ni masharti ya kuwa kwenye lebo. Kwa mfano, kuwa karibu na Chief Godlove popote alipo. Chief Godlove anasema yeye anataka kukaa karibu na msanii wake, akimpangia nyumba aone msanii wangu yule pale anafanya movement na akina nani, marafiki zake ni akina nani, nini anafanya kwa siku, akikaa asubuhi mpaka jioni, vitu gani anavifanya, kwa sababu ya kumprotect. Ile ni biashara yake. Baada ya kukaa naye vile, then aridhike, then amsaini kwenye record label ya Chief Loot Music. Lakini vile vitu vilishindikana kwa Pipi Jojo, ikabidi Pipi Jojo aseme atajisimamia. Ndio maana nimesema kwa lifestyle ambayo alikuwa anaishi na yule binti, inawezekana wazazi wa yule binti na ndugu zake wamemwambia haya maisha hatuyataki, kwa sababu Pipi Jojo kwa namna alivyosaidiwa na Chief Godlove, ilikuwa ni ngumu sana kusema anataka kujisimamia. Haiwezi kuingia kwenye akili yako kwa haraka. Maana yake kuna shinikizo kutoka nyuma, aidha wazazi wake au ndugu zake, au yeye tu kaona kuna namna anavyoenda sio sahihi. Ndio kitu ambacho mimi nilikiona. Nilifanya interview na Chief Godlove, ameongea mengi na kuna clip amepost kwenye Instagram yake. Of course, hebu msikilize kidogo Chief Godlove, then njoo na comment yako. Kwa hiyo kwa sasa hivi hayuko kwenye mikono yangu. Kwa nini nimeamua kusema hayuko kwenye mikono yangu? Kwa sababu yeye kaniomba kwamba anataka kujisimamia mwenyewe. Anatamani. Hakusema anataka, by the way. Alisema anatamani kujisimamia mwenyewe. Mimi nikamruhusu kwamba okay, sawa, jisimamie mwenyewe. Muda ambao mimi nilikuwa nimepanga kwamba nitamsimamia mpaka nimruhusu, nilikuwa nataka nimsimamie mpaka pale atakapokuwa mkubwa. Lakini yeye kaona huu ndio muda sahihi wa kuachiwa. Kwa hiyo mimi sitakuwa na maelezo mengi wala sitakuwa na mambo mengi. Pipi Jojo ni msanii mzuri, anatakiwa kusapotiwa, apewe airtime, mumsikilize. Ana kipaji, atafika mbali, namuombea kwa Mwenyezi Mungu kila siku. Kwa hiyo kwa wale ambao walikuwa wanatamani kuona, siyo nisemaje, walikuwa wanatamani kusikia mimi namzungumzia vibaya au no, siwezi kumzungumzia vibaya. Ni either ametoka kwa wema au kwa ubaya, ni either ametoka nikiwa nataka au sitaki, lakini siwezi kumzungumzia kwa ubaya kwa sababu najua kipaji chake, anajua. Kwa hiyo mimi mikononi mwangu hayupo. Maswala mengine yote mkiwa mna maswali mkamuulize yeye. Mimi sintataka kulizungumzia hili swala, by the way, na mambo mengi ya kufanya. Nandy na mume wake Billnass ambao wametrend karibia toka inaanza Valentine. Unajua walienda vacation kwenye Valentine, I think ni Cape Town, South Africa, wakafanya mambo yao, movement zao za kimahaba, kwa sababu ni mtu na mume wake. Wakaenda kwenye beach, wakazunguka sehemu tofauti tofauti, wakaenjoy maisha kwenye vacation ile, kwenye kipindi kile cha Valentine na vitu kama hivyo. Then wakaenda showroom ya magari, wakaenda kuonyesha moja ya G-Wagon ya blue fulani. Nandy akasema unatamani atambulishe, unatamani achague ipi, then akaikaribisha G-Wagon, welcome home my new toy na vitu kama hivyo. Watu wakasema, alisema amenunua $800,000, naelewa vizuri, na watu wengine wakapinga, watu wengine wakakubali. Then Billnass akaonekana yuko na G-Wagon fulani ya kijivu, G-Wagon ya kijivu. Sasa
tayari watu waka click, kwa sababu Nandy alisema unatamani nichague rangi gani, watu waka click, huenda alichagua hii ya kijivu ambayo Billnass kama mume wake alikuwa anaiendesha. Mimi niseme kitu kimoja, Nandy nao hafanyi muziki wa ushindani. Nandy nao hafanyi ule muziki top notch kama alivyokuwa anafanya zamani. Nandy sasa hivi anafanya muziki kwa kujisikia sana. Na hata baadhi ya ngoma zake tunaziona anafanya muziki kwa kujisikia yani. Afanye muziki wa pressure, afanye muziki wa ushindani, afanye chochote, anafanya tu akiamua anafanya ngoma, asipoamua anakaa kimya. Kama mume wake alivyo Billnass. The same. Akiamua anafanya muziki, asipoamua anatulia zake. Baada ya kuonyesha yale magari, na Billnass ni mtu ambaye anapenda sana biashara. Unaelewa? Even Nandy ametangaza sasa hivi anamiliki Naya Real Estate. Hii ni project ya real estate, kujenga nyumba, kuuza, kujenga nyumba, kupangisha, kuzitumia kama Airbnb. Anajenga nyumba zinatumika kama apartment. Na even kwenye ile series ya content creator Credio, wakati anachukua wale wanawake anaenda kukaa nao, anapika nao kwenye ile series ya Valentine, walikuwa wanakaa kwenye apartment au Airbnb za Nandy. Then jana wakaonekana wako shamba. Si shamba la nini, si ni miti, si ni nyanya, si ni nini vile, lakini wako shamba. Hii kwa nini naizungumza na kusanya haya matukio yote? Nandy nao na yeye na familia yake wana invest kwenye biashara zingine. Nandy sasa hivi yuko kwenye real estate, apartment, yuko kwenye kilimo, na inawezekana wapo kwenye biashara ya magari pia, kwa sababu kila kuchwao Nandy na Billnass wanabadilisha magari. Mimi nahisi wana showroom ya magari, wanafanya biashara ya magari pia, kwa sababu Nandy na Billnass wanabadilisha magari tena very expensive nahisi. Sasa hiki ndio kitu ambacho nitaka kuzungumzia, namna wasanii wanavyojua kuinvest, na ushirikiano wao utawafanya wao miongoni mwa wasanii wenye hela. Hiyo niamini, ichukue kutoka kwangu. Nandy na Billnass, ushirikiano wao, ndoa yao itawafanya kuwa miongoni mwa wasanii wenye pesa Afrika Mashariki, kwa sababu kila mtu anajua nini anachotaka. Watu wamempongeza sana Nandy na Billnass kwa namna wanavyo invest kwenye biashara zingine nje ya muziki. Na ndio matunda. Wamefanya muziki, wamepata, kila mtu ana ndoto zake. Wamefanya muziki, labda lengo lao lilikuwa ni kufanya muziki, then wahamie kwenye investment nyingine. Na ndio maana sasa waoni wakisaini msanii, wanafanya tu, ipo pale lebo yake, kila mtu anafanya muziki akijisikia, bali wana biashara zao. Big shout out sana Nandy, big shout out sana my brother Billnass kwa kuamua kuinvest kwenye sehemu nyingine nje ya muziki. Mario na Harmonize, ukaribu umekuwa mkubwa sana. Ukaribu wa Mario na Harmonize umechagizwa na mahusiano ya Harmonize na Kajala, ya Mario na Paula, Mario na Kajala. Ndio kitu ambacho kimechagiza Mario na Harmonize kuwa na ukaribu mkubwa sana. Mario anatengeneza mazingira ya kuwa mdogo kwa Harmonize, ingawa kimuziki sasa hivi Mario ni mkubwa, ila jamii haiwezi kuliona hilo kwamba Mario ni mkubwa zaidi ya Harmonize, kutokana na mazingira ambayo Mario ameyaweka na Harmonize, au wao wameyatengeneza na Harmonize. Na inawezekana Harmonize anacheza na mindset ya Mario. Harmonize anajua kabisa Mario nao yuko kwenye peak, yuko kwenye market, yuko kwenye air time. Mario ndio anasikilizwa zaidi, Mario ndio anatoa hiti kubwa zaidi, Mario ndio ametoa hiti nyingi mfululizo. Mario hajawahi kuwa disappoint mashabiki zake in terms of ngoma kali. Ukaribu wake na Harmonize unamfanya asionekane msanii mkubwa, na ili uonekane wewe ni msanii mkubwa lazima uweze kucompete na wasanii wakubwa. Wasanii wakubwa ambao Mario ana uwezo wa kucompete nao ni Harmonize na Rayvanny, labda na Mbosso. Harmonize alikuwa mkubwa kimuziki baada ya kutoka WCB, watu wakaanza kumshindanisha na Diamond, na hapo ndipo Harmonize akaonekana mkubwa kama Diamond. Na ndio maana nao ukitaja Big 3 unataja Harmonize, Diamond na Alikiba. Harmonize alikuwa mkubwa baada ya kushindanishwa na msanii mkubwa, simple like that. Ili Mario awe mkubwa lazima ashindanishwe na msanii mkubwa, na huyo msanii mkubwa ambao angetakiwa kushindanishwa naye ndio ametengeneza urafiki ambao hauwezi kumkuza Mario, bali unamuonyesha kwenye jamii Harmonize ni mkubwa. How? Iko hivi. Harmonize yuko na mahusiano na Kajala, Mario yuko na mahusiano na Paula,
Paula ni mtoto wa Kajala. Automatic kwenye akili yako ina click, Kajala ndio mkubwa kwa Paula. Harmonize akikaa na Mario, halafu pembeni iko Kajala na Paula, maana yake ni kwamba kuna familia ya Harmonize na Kajala, kuna familia ya Mario na Paula. Tayari familia ya Harmonize na Kajala inaonekana ni kubwa kuliko familia ya Mario na Paula. Simple like that. Sasa ile haiclick tu pale wakiwa wote, kwa sababu huyu ni mama mkwe wake, ataonekana ni mkwe wake. Ina click mpaka in terms of business na branding. Mazingira ya Mario kuonekana mdogo ni kwa sababu yeye ameyatengeneza. Huwezi kuwa mkubwa kama huwezi kulinganishwa na wakubwa. Inawezekana Harmonize anatumia akili, anajaribu kuweka ukaribu ule, kwa sababu yeye anajua kabisa asipokuwa karibu na Mario, lazima watu watamshinanisha na Mario. Kwamba Mario kampita Harmonize, Mario kampita Rayvanny, Mario kampita Mbosso, Mario kampita Harmonize. Ukianza kushindanishwa vile, tayari unakuwa mkubwa. Sasa huwezi kuwa mkubwa kama utaendelea kulinganishwa na watu wadogo. Hiyo ni kitu ambacho Mario lazima akisome. Inawezekana Harmonize anajua au hajui. Inawezekana Mario anajua au hajui. Ili Mario aweze kuwa mkubwa, lazima ajaribu kujitenga na Harmonize. Lazima ajaribu kutengeneza ushindani na Harmonize. Chino aliwahi kuwa mkubwa kwa sababu tu alianza kuzungumziwa na Mario. Alianza kuzungumziwa na Diamond. Chino akawa mkubwa. Sasa ili uwe mkubwa, lazima ushindanishwe na wakubwa wenzio. Huwezi kuwa mkubwa kama huwezi kushindanishwa na wakubwa, utabaki kuwa mdogo. Na kwenye mindset za watu zinatuma Mario bado mdogo kwa Harmonize, Mario bado mdogo. Lakini in terms of music, huwezi kumlinganisha Mario na Harmonize. Ukija kimuziki, Mario yuko mbali. Mario, haya mazingira unayotengeneza, unajua madhara yake kwa brand yako, kibiashara kwako, unajua madhara yake. Huwezi kuwa mkubwa, utabaki vile vile. Take it from me, utabaki vile vile. Wenzio wataendelea kuwa wakubwa. Harmonize anashindanishwa na kina Alikiba, kina Diamond. Harmonize yeye anashindanishwa na kina Why? Je, Harmonize ni level ya Diamond? Sio kweli. Level ya Alikiba? Sio kweli. Why anashindanishwa? Ndio maana akawa mkubwa. Ametengeneza mazingira. Yaani Harmonize alitengeneza mazingira ya yeye kuwa mkubwa. Sio watu, bali ni yeye. Alitengeneza mtifuano ya yeye na Diamond. Ule ndio ulimkuza. Light angekuwa na ukaribu na Diamond mpaka leo, asingekuwa level hii. Angekuwa underdog. Ila Harmonize anatajwa kama mafiga matatu ya Bongo Flava kwa sababu alimkataa Biggie. Wewe unamuonaje Jux na Diamond? Jux anaweza kuwa mkubwa kama Diamond? No, hell no. Why? Kwa sababu yuko karibu na Biggie. Inawezekana asingekuwa naye karibu, angelinganishwa naye na angekuwa mkubwa, angeonekana mkubwa, watu wangemzungumzia kwa ukubwa zaidi. Ila kwa sababu yeye ametaka ule, umemkuza, lakini hawezi kuwa mkubwa. Na ndio maana leo kitaja wasanii wakubwa, Juma Jux anafanya vizuri kimataifa. Trust me. Nakupa hii, fanyie kazi. Juma Jux anafanya vizuri kimataifa, lakini ukija in terms of branding ndani, mlinganishe kati ya yeye na Harmonize. Inawezekana Harmonize akaonekana ana impact kuliko Juma Jux. Akothe yule msanii wa Kenya amepost kwenye page yake, amezungumzia collab yake na Diamond. Mimi sikujua chanzo ni nini, lakini inavyoelezwa chanzo ni Chiwawa. Chiwawa alizungumza, akasema collab ya Diamond na Akothe, kuna watu wa Tanzania walihusika kuikamilisha, ikiwemo AY. Kammention AY. Alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wamehusika kumconnect Akothe na Diamond na timu yake. AY ni brand ambaye imekuwa kubwa sana kimataifa before ya hawa kina Diamond na kina Alikiba. AY ilikuwa ni ameenda mbali zaidi kimataifa kitambo sana, hata ukija upande wa collaboration na hasa Kenya, mpaka alishoe kuhusishwa na mahusiano na Amani, msanii wetu Amani wa Kenya kama mnamkumbuka. So AY alikuwa na connection kubwa Kenya kuliko msanii yoyote kutoka Tanzania. Ameeleza mtu ambaye aliconnect collabo yake na Diamond ya Sweet Love haikuwa AY, alikuwa ni Godfather. Godfather ni director wa muziki kutoka South Africa. Amefanya ngoma nyingi sana za Diamond. Yeye Akothe alikuwa na ukaribu na Godfather na alikutana na Diamond na Mr Flavor Cape Town, South Africa, wakati wanashoot ile ngoma ya Diamond na Mr Flavor. Wakati inashutiwa Cape Town ndipo akakutana na Diamond. Yeye alikuwa anashuti moja ya ngoma zake inaitwa Shengerera Mama. Unanielewa
Wakati anashuti ngoma ya Shengerera Mama ndio akawakutana na kina Diamond. Ikabidi yeye azungumze na Godfather ambaye ndio alikuwa ni director wa ile ngoma. Yaani atengeneze meeting ya yeye na Diamond na Mr Flavor. Na amesema meeting zilifanyika Johannesburg, Jozi, South Africa. Hapo ndio hii kolabo ikazalishwa. Akasema sio Diamond wala sio mtu mwingine yote yule aliwahi kuhusika kwenye hii collaboration. Sio AY wala sio mtu yoyote. Godfather ndio alihusika kufanya hii kolabo na Diamond. Angalia story ya Akothe kidogo, itakupa picha namna ukubwa wa Diamond. Since 2016 huko nafikiri 2016 Diamond alikuwa mkubwa sana. Ilikuwa ni ngumu kukutana naye kwa ukubwa wake na management ambayo alikuwa nayo. Yaani hiki lazima tutoe maua kwa mshikaji. Alikuwa ni mkubwa mno. Wakati anashuti ngoma ya Sweet Love ya Akothe, Mind wametoka kushuti ngoma ya Nana na Mr Flavor. Akothe atakutana vipi na Diamond? Ikabidi aongee na director Godfather. Na Godfather kwa sababu alikuwa anaheshimiana sana na Diamond, amefanya ngoma nyingi sana za Diamond video. Na Akothe sio kwamba alikuwa ni msanii wa ovyo mbovu, no, lakini pia sio kwamba alikuwa ni msanii wa kumvutia Diamond. Na watu kitu ambacho hawajui, ile kama sikosei, ile na BN Katam ndio kolabo pekee za Diamond na wasanii wa Kenya. Not easy, yani kumpata Diamond kwamba John fanya kolabo kama wasanii. Sio cheap mshikaji. Mshikaji hajatengeneza mazingira ya kuwa cheap kwamba kila mtu atakaye kuja nampa kolabo tu. Angalia taifa kama Kenya ambapo ndio wasanii wetu wanachukua pesa kwa sababu show nyingi zinafanyika Kenya. Mshikaji ana kolabo 2. Yaani kolabo ya kwanza imeshutiwa miaka 10 iliyopita, kolabo ya pili ikashutiwa baada ya miaka 10. Maana yake ni kwamba kuja kupata kolabo ya msanii mwingine wa Kenya inawezekana baada ya miaka 10 mingine ya Diamond. Why? Moja ya kitu ambacho mimi nilikihisi, kwa nini Diamond hajafanya kolabo na wasanii wa Kenya? Sio nyingi. Najua zamani Diamond alikuwa anapambana sana kutafuta njia za muziki wake. Na kama unavyokumbuka hata Q-Chief aliwahi kuzungumza, Q-Chief Diamond aliwahi kusafiri Bongo mpaka Tanga kwenda kutafuta namna apande kwenye stage ya Q-Chief. Nafikiri ilikuwa ni Fiesta kama sikosei. Aende akapande tu, yani amshike mkono ampandishe stageini na yeye atumbuize kidogo, na ilifanikiwa. Ndio maana Diamond huenda ameshalipa fadhila kwa Q-Chief kwa namna nyingine, sababu alimshika mkono wakati sio kitu. Sasa kuna msanii mmoja wa G-Unit nafikiri anazungumza, anasema sisi tulimnyima Diamond collabo na tukamfukuza. Wao walikuja kutumbuiza Bongo Tanzania. Wakati wamekuja kutumbuiza Tanzania, wakati wako backstage, Diamond aliwahi kuwafuata akawaambia naomba mnipe collabo. Akawasikilizishia baadhi ya ngoma. Nafikiri miongoni mwa ngoma ambazo aliwasikilizishia ilikuwa ni Nenda Kamwambie, kama sikosei. Kwa jamaa akawa anaongea like yuko proud kwamba sisi, yani kwamba nyinyi mnamuona huyu Diamond sasa hivi, sisi tulimnyima collabo tukamfukuza. Kawaambia hapana, hatuwezi kufanya nayo collabo. Lakini wakati wameenda Nigeria, nafikiri Nigeria au South Africa, kwenye Afrima Diamond walimpandisha Diamond akawafungulia show. Sasa nafikiri miongoni mwa vitu ambavyo vilimfanya Diamond akakasirika even hata kufanya collabo na baadhi ya wasanii wa Kenya, nafikiri mwanzoni wasanii wakubwa wa Kenya walikuwa wanamkazia. Zamani of course ninavyozungumza zamani hiyo miaka 2005, 2004, 2006, 2000 ngapi huko, muziki wa Kenya ulikuwa unafanya vizuri sana Tanzania. Na even wasanii wa Kenya walikuwa wanakuja Tanzania wanavyotaka, wanafanya show. Alikuwa akina Nonini, akina Waire, akina Amani, akina Jua Kali. Umeelewa vizuri? Sasa hivi wasanii ambao wana uwezo wa kuja Tanzania kufanya show, labda Sauti Sol na akina BN. Na hawa ambao nawataja akina Sauti Sol huwa wanafanya show Dar es Salaam. Msanii gani wa Kenya anaweza kutoka Kenya akaja Tanzania, akaenda Mwanza, akaenda Dodoma, akaenda Arusha, akaenda wapi, Mbeya, akafanya show na akapokelewa vizuri? Nani? Hakuna. Tofauti na wasanii wa Tanzania. Msanii wa Tanzania, wasanii watano wa juu wana uwezo wa kwenda Kenya wakafanya show popote wanapotaka. Watafanya show na watajaza. So maana yake
Unavyoona Tanzania tunavyofanya vile, zamani wasanii wa Kenya ndio walikuwa wanafanya vizuri sana Bongo na Afrika Mashariki. Sasa kipindi kile wasanii ambao walikuwa wanafanya vizuri walikuwa wanawakazia sana wasanii. Na ndio kitu ambacho mimi nilihisi ni kitu ambacho kilimfanya Diamond akamind sana kuhusu wasanii wa Kenya. So hii story ya Akothe na Diamond kueleza, ilikuwa ni ngumu kumfikia Diamond kumapproach kuhusu collaboration. Ilikuwa ni ngumu, na ndio maana yeye akamtumia Godfather kwamba bwana, naomba kutana na Diamond na Mr Flavor kwa sababu wana shoot ngoma ya Nana Cape Town, nijaribu na mimi nifanye nayo collabo. Ndio Diamond ndio msanii kipindi hicho, ndio wa moto, anafanya vizuri Afrika Mashariki, humgusi mzee, hashikiki. Na kuwapata Diamond na Mr Flavor sio yeye ndio aliwapata, bali Godfather alimsaidia kuwapata wale wasanii. Hiyo ni story mimi nivutia sana, na mimi wanapenda story kama zile kwa sababu wasanii wengi wapendi kutuonyesha behind the scene, walikamilishaje collab yao na vitu kama ile. So Akothe ametupa exclusive moja kubwa sana kuhusiana na collab yako ya Sweet Love na Give It To Me ambaye alifanya na Mr Flavor. Mimi toka nianze kumfuatilia Alikiba, moja ya project iliyofanikiwa kwa 100% ni Samia Cup. Zipo nyingi zimefanikiwa, ile nimesema miongoni ambazo zimefanikiwa kwa 100%. Hii Samia Cup imefanikiwa. Kwanza imekuwa na brand ambayo imejitenga, yaani na brand yake ya tofauti. Alikiba apunguze sana kwenda Samia Cup. Ukiwa available anytime kwa mtu kama msanii level ya Alikiba, ina madhara gani? Inapunguza kitu kinaitwa value, thamani. Unaonekana cheap. Yaani shabiki akitaka kukutana na Alikiba anaenda Samia Cup tu anakutana na Alikiba. Hiyo Samia Cup inajitosheleza. Na hiyo Samia Cup inaingiza hela, kwa sababu ni brand ambayo inajitegemea tofauti na brand ya Alikiba. Inaingiza hela vipi? Vilabu kujisajili pale vinalipia hela, matangazo yanawekwa, Samia Cup inatengeneza hela kama brand ambaye sio Alikiba anakula peke yake, manake na timu ambao pia wanafaidika. Lakini vipi kuhusu hii brand ya Alikiba? Inaingiza chochote pale? Inaenda bure? Kufanya nini? Alikiba anaitangaza bidhaa yake ya brand yake free. Na hiyo ni kitu wanakuzoea. Watu wakisha kuzoea unaonekana cheap. Ukishaonekana cheap unakuwa huna mvuto kwenye jamii. Kuto kupatikana kwako ndio kunakuza thamani ya msanii. Nazungumzia kwa msanii. Ile mtu anakuambia tumekumisi kukuona, ndio thamani, value. Ile ukiwa unaonekana sana, unaonekana cheap. Watu wanakuona. Yaani watu wana hamu na wewe tena. Nilizungumzia issue ya Ashake kutoka Kenya, wakati anatoka Kenya anaenda kwao Nigeria. Wa Nigeria wanakuambia baada ya mwaka mzima ndio Ashake anatua Nigeria. Msanii kama yule ambaye haonekani mwaka mzima akiandaa show Nigeria, utaenda hutaenda? Lazima utaenda, kwa sababu una miss kumuona jukwani. Lakini wasanii wa Tanzania unaweza kashangaa wamefika pale kwenye Samia Cup na wakaimba wakaperform vile vile. Msanii analikwa kwenye birthday ya mshikaji wake, anaperform free. Anaenda club anapewa mic anaperform free. Je, huyo shabiki ambaye kila siku anakuona ukiperform, ukimwambia nina show ya milioni 1, ataitoa milioni 1 akutazame? Maisha hawezi. Umeshaelewa? Sio hivyo ndio thamani zinavyopotea za wasanii. Wanakuwa cheap. Wanakuwa available anytime. Akiwa na show, akiwa na kitu ambacho kitahitaji mimi nitoe langu nimlipie kwake, siwezi kuilipia. Thamani ya msanii inatengenezwa vipi? Kuadimika. Unatengeneza demand kwa mashabiki, demand kwenye jamii. Jamii na kumiss. Umeshaelewa? Jamii na kumiss. Wasanii wa Tanzania daily ni show. Ndio maana hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kuandaa show ya 100,000 kiingilio cha chini 50,000 watu wakajaa uwanjani. Kwa nini wasanii wa Nigeria wana uwezo wa kuandaa show uwanjani na wakajaa? Demand, huwezi kumuona kirahisi. Siongee kwa ubaya. Brand ya Alikiba ni kubwa, si ndio? Lakini trust me brother, hii nahisi management ya Alikiba ipo, wataona na wataniambia kama naongea uongo. Ukiwa unaongea sana watu wanakuzoea. Lakini ukiwa huzungumzi sana kwenye media, watu watatamani kukusikia. Hiyo ndio inatengeneza thamani, watu wanakumisi wakusikilize. Siongei kusema Alikiba hafai, kila mtu ana misingi yake. Lakini najaribu kuzungumza overall namna thamani ya msanii inavyolindwa. Nimeshuhudia siku 3 hizi sijamuona Alikiba tena Samia Cup. Yaani ile ni brand tayari inajitegemea Samia Cup. Piga huwa garagaza, watu wataenda kuangalia mpira tu. Hata Alikiba sipo kuwepo watu wataenda. Lakini Alikiba kila mechi utamkuta Samia Cup, kila game utamkuta Samia Cup. Ile attraction, ile mvuto kibiashara una drop bro. Unashuka. Watu wanakuona kila siku. Unaweza kupita hapa, watu hawana shida na wewe wala hawakushobokei. Kwa sababu tayari wanakuona. Hawezi kuomba hata picha, wanakuona daily. Umeshaelewa? Kwa ile nilizungumza, lakini nikamuona
mdogo wake Alikiba Chiko alikuja chini akanijibu akasema Alikiba nao anachofanya ni kutengeneza legacy. Kwa hata hiyo michuano ni kutengeneza legacy. Mimi nilimuelewa na unajua ile ni mdogo wake. Kwa anachozungumza chochote maana yake kimetoka kwa Alikiba. Anatengeneza legacy, anaweka legacy kwenye jamii, anafanya kama give back to the society. Ameshafanya muziki sana, kwa akasema hii Alikiba na, lakini pia kuonana na mashabiki zake kuna ubaya gani? Mimi nafikiri Chiko kuna swala la branding na swala la marketing. Nafikiri hata manager wa Alikiba Benjamin ana uwezo, ukikaa naye vizuri atakueleza nini ambacho anazungumza. Kwenye swala la marketing, branding, kuuza, kuwa attraction kwenye media, kuattract watu, kuattract makampuni, kuattract ma promoters. Benjamin, nafikiri ukikaa na Chiko mweleweshe kitu ambacho anazungumza. Mimi najua una exposure, unaelewa nini ambacho anazungumza. Mimi najua nini unazungumza. Of course kwenye swala la show nisimuongelee baya Alikiba. Kiba ni mtu ambaye sijaye kumuona kitambo sana akifanya show. Mara mwisho show yake ilikuwa Zanzibar. Ilikuwa ni funga mwaka if I'm not mistaken. Kwa maana yake sio mtu ambaye anafanya show sana pia. Unaelewa vizuri? Ndio vitu ambao watu usipofanya show sana, siku ukitangaza kuna show utajaza sana. Umeelewa? So, mimi nafikiri Benjamin kama manager wa Alikiba atakuwa ananielewa ni kitu ambacho mimi nazungumza. Leo ilikuwa ni Ijumaa nzuri kabisa kwenye Recap na Mando. Tumezungumza vitu vingi sana. Mimi nafikiri tukutane siku ya Jumatatu kwenye Recap na Mando. Tena mimi naitwa Mando. Nyuma kamera ni mwanangu anaitwa Samir. Recap na Mando.